Moja ya kitu kati ya vitu ambavyo vimeshangaza leo kwenye kuelekea mchezo wa kesho kati ya Simba na Al Masry ni kwamba Al Masry walienda kufanya maandalizi yao kwenye mchezo wa mwisho siku hii ya leo, na baada ya kufika pale walikuta kuna vitu ambavyo vimemwagwa kwenye geti kubwa la kuingilia uwanjani, na ni vitu ambavyo wao wenyewe hawaelewi ni vitu gani. Mwisho wa siku wakakaa pale nje kwa muda mrefu sana, kwa sababu vile vitu ambavyo vilikuwa vimemwagwa walikuwa havielewi. Na kama unakumbuka saa 8 kamili kuanzia saa 7 mpaka saa 8 Simba walikuwepo pale uwanjani wanafanya maandalizi yao ya mwisho pia vile vile. Maana yake baada ya Simba kutoka saa 9 ndo Al Masry walitakiwa kuingia saa 10 kufanya maandalizi yao ya mwisho kuelekea mchezo dhidi ya Simba. Sasa wakati ambao Al Masry wameenda pale wanaingia uwanjani kwa ajili ya kujiandaa na kufanya maandalizi yao ya mwisho kwa ajili ya mchezo wa kesho, wakakuta kwenye geti kubwa la kuingilia kuna vitu ambavyo vimemwagwa, na ni vitu ambavyo wao wenyewe walikuwa havielewi, kitu ambacho kimepelekea kugoma kuingia kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kufanya maandalizi ya mwisho kupitia geti kuu. Nielewe vizuri. Baada ya kukuta kuna vitu vimemwagwa kwenye geti kubwa la kuingilia kule ndani, waligoma kuingia. Na baada ya kugoma kuingia, ikabidi watafutiwe namna nyingine ya kuingia. Ndio msimamizi wa uwanja akaenda kufungua geti lingine ili waingie kule wakafanya maandalizi ya mwisho kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa ukumbuke pia kabla huo mchezo kuchezwa, wazee wa Simba walalamika wakasema kwamba meneja wa uwanja wa Benjamin Mkapa anawahujumu Simba. Kwa hiyo hawataki awe sehemu ya wale ambao wanaosimamia uwanja kuelekea mchezo dhidi ya Al Masry, kwa sababu wanaamini kwamba anawahujumu. Sasa kile ambacho kilikuwa kinazungumzwa na wazee wa Simba ndio kitu ambacho kimeenda kutokea. Kama huyu mzee meneja wa uwanja hawahujumu Simba, imekuwaje akakubali kuwafungulia Al Masry kwenye geti la mlango, kwenye geti lingine ambalo haliruhusiwi kufunguliwa? Na ndio yale mageti ambayo mara nyingi timu huwa zikipita zinapigwa faini. Kwa nini ameenda kuwafungulia kule kama hawahujumu Simba? Unajua kuna vitu wanaweza kazungumza wazee vikionekana kama wazee hawana akili, lakini kuna wakati hao wazee wanakuwa na akili. Yaani kuna vitu ambavyo wanavizungumza inabidi mviwaze mara 2 mara 3. Umeelewa vizuri? So kwa hiki ambacho kimetokea mpaka sasa hivi ni kitu ambacho kimeibua mijadala mingi by the way, kwamba kwa nini meneja wa uwanja amewafungulia wa Al Masry kupita kwenye geti lingine. Lakini pia kitu ambacho kilimwaga kwa pale kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ni kitu ambacho bado hakijulikani kama kilikuwa ni kitu gani, na kitu nasubiri mamlaka husika ziende kuthibitisha. Lakini kwa kile ambacho amekifanya meneja wa uwanja kwenda kuwafungulia Al Masry wapite kwenye mlango mwingine ni kitu ambacho sio sawa, na ni kitu ambacho hata wazee wa Simba walikuwa wanakataa mwanzoni. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa pia meneja wa uwanja naye pia ni sehemu ya wale ambao wanaihujumu Simba, kama ambavyo wazee wa Simba wanasema. Haiwezekani wafungulie Al Masry kwenye geti ambalo haliruhusiwi. Yeye alipaswa kuwalazimisha wapite kwenye geti kubwa kama ambavyo taratibu unaeleza, na sio kuwafungulia kupita kwenye geti ambalo haliruhusiwi kama ambavyo amefanya. Kwa hiyo kitu kama hiki ni kitu ambacho sio kizuri kwenye ambacho amekifanya, kwa sababu mwisho siku Simba ataonekana wabaya, kumbe hata sio wabaya. Inawezekana ni maji tu yamemwagwa kama minding game, lakini wao wamechukulia serious, wakaamini kwamba hapa ni ushirikina unafanyika. So ni kitu ambacho kinaweza pia kuwachafua Simba kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo ambacho mimi nakiamini ni kwamba kulikuwa kuna room ya meneja wa uwanja kuwasikiliza kwanza wenyeji wa mchezo kwamba waliweka nini ili wale wapite kwenye geti linaloruhusiwa, lakini kitendo cha kuwafungulia geti lingine ambalo haliruhusiwi ni kitu ambacho sio sawa, na hii itaenda kusimenti moja kwa moja ile kauli ya Simba kwamba wanahujumiwa na meneja wa uwanja.